Hii barabara ilikuwa mbaya sana. Watu walikuwa hawezi wakapitia hii barabara vile ilivyokuwa nikiona. Barabara ilikuwa ina msitu. Mwanzo hata wakati mwingine mtu akipita peke yake na kama ni mchana mtu hataweza akaporwa kwa sababu hii barabara ilikuwa ni mbaya. Lakini wakati tulipopata uongozi wa Mheshimiwa Morris Nzano, naona mambo mengi yamebadilika kwa sababu barabara anazitengeneza vizuri. Hii ilikuwa ni iko vibaya ikalimwa, hasa hii ameweka maram. Tena mbali na hii na nyingine kule Goshi pia ilikuwa si nzuri, ilikuwa ni mbaya. Hiyo nayo pia ameanza kuweka lami, haijaisha lakini karibuni itaisha kwa sababu ana moyo. Kauli yangu ya Kakuyuni katika hizo barabara 6 ambayo ni ya Msolo kwa Kadamu, ambao wananchi wa Kaliapapo waliniomba. Kwa kweli waliomba kwa sababu kwa nyuma walikuwa hawezi omba, maana walikuwa viongozi hawaoni kwao. Wakaniomba niweze kuwatengenezea barabara, na mimi nikachukua hiyo juhudi, nikaweka pesa, nikatengeneza barabara, ikatolewa, ikawekwa maram, na hivi sasa hata mazingira ya huko yamebadilika kwa sababu ilikuwa ni kama ambao watu wako kwa msitu. Kwa hivyo baada ya hii barabara kutoka, kuna maji itafuata na kuna umeme utafuata, ndio maisha ya wananchi wa hii sehemu yaweze kubadilika. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru wananchi wa Kaliapapo, na naomba kama kuna jambo lolote mnahitaji kufanyiwa na MCA wenu, mimi niko, hata kama ni governor, hata kama ni rais, manake mimi niko hapa chini kwa ajili yenu. Kwa hivyo naweza chukua matatizo yenu na kuwapeleka mbele na kuhakikisha kwamba yanafanyika. Kwa hivyo nataka nishukuru governor kwa kwamba nikifika kwake nikimwambia jambo lolote la Kakuyuni kuhusu mambo ya barabara na nitekelezea, na yale mambo mengine pia nitekelezea. Kwa hivyo nataka nishukuru na naomba tushirikiane ili tuweze kuipeleka hii wodi yetu mbele, na naamini tutaweza kupeleka mbele, maana nia ipo na uwezo upo. Morris Power, Power. Morris Power, Power. Asanteni sana. Mimi kwa majina ni George Mweni, mkazi wa Kaliapapo. Tunashukuru kwa sababu ya mradi huu ambao mheshimiwa aliuleta, barabara hii ya Kaliapapo Madunguni. Hivyo basi tunakushukuru kwa sababu ya maendeleo haya. Kwa mara ya kwanza kiongozi huyu akiwa amesikia matatizo ya Kaliapapo, na kwa kweli kwa mara ya kwanza tumeona maendeleo wodi hii ya Kakuyuni. Wodi hii ya Kakuyuni Kaliapapo hii, tunasema ya kwamba Mungu akubariki kwa sababu ya wakazi wa Kaliapapo wanasherehekea mradi huu. Namshukuru mheshimiwa wetu Morris kutengenezea barabara kwa ajili ya maendeleo yake. Hata sisi ambao hatujiwezi, sisi walemavu pia tutapata manufaa kutoka na hii barabara. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Morris azidi kumbariki, Mungu apate kutuendeleza zaidi ya haya, Mungu ambariki. Tangu achukue hatamu ya uongozi tumeona mambo mengi ambayo yamefanyika, hasa kwa upande wa infrastructure development. Amefungua barabara nyingi ambazo zitasaidia wananchi kuaccess sehemu zile wanaenda. Pili, ameweka mifereji karibu kila mahali. So ninaamini kabisa kuwa tukiendelea namna hii na tukiendelea kushirikiana, baada ya miaka 5 wananchi wa Kakuyuni Ward wataona ile maendeleo ambayo imefanyika kwa kile kipindi ambacho amekuwa. Nataka nishukuru sana, na tutaendelea kushirikiana na serikali ya kaunti kupitia kwa MCA Morris Dadu Nzano ili tuhakikishe Kakuyuni Ward inapata maendeleo. Ni barabara ya 4 kufunguliwa katika wodi hii ya Kakuyuni kwa huu muda wa miaka 2 na miezi 5, ambapo ni Kakuyuni Boys ama Kaliapapo,
Hinzano Mwayaya Mgandini, barabara ambayo wananchi walikuwa wanahitaji kwa kuhakikisha kwamba kuna unganishi kati ya Madunguni, Kaliapapo na Kakuyuni ili kurahisisha usafiri wa mazao ya mashamba ambao ndio msingi mkuu wa kilimo kule chini. Kwa hivyo sasa hivi ni kama inaunganisha hizi sublocation 3, na hata sasa hivi ikiwa mtu ametoka Mjilore anaenda Madunguni, sio lazima aende mpaka Gosh, anapitia tu hapa anateremka. Kwa hivyo hakuna sehemu ambayo inaweza endelea bila miundo msingi ya barabara. Ndio maana wananchi walipoomba nikaamua niwafanyie, manake hii ndio inaweza katupeleka tukaendelea na maendeleo mengine zaidi. Manake ukitoka kwa barabara unaenda kwa maji, ukitoka kwa maji unaenda kwa umeme, ndio sehemu inabadilika. Hizi ni barabara 6 na hii ni ya 4 mpya ambazo zimefungua ndani ya miaka 2 na miezi 5. Kwa hivyo ni kwamba tunapiga hatua nzuri, na pia kuna barabara hizo 2, ile ya Goshi Madunguni Nyalalo ya lami, na pale Katemerini Mangani kwa ile ya lami. Kwa hivyo tukishirikiana tutapiga hatua katika hoja yetu ya Kakuyuni. Tunashukuru sana kwa barabara, hasa tunashukuru viongozi walio mbele yetu, ikiwa chifu Bwana Philip Charo na viongozi wengine ambao siwezi kuwataja. Tunatoa shukurani mahali walipo. Tunashukuru sana kupitia na kansela wetu Morris Hinzano. Tunashukuru kwa uongozi wake. Tulikuwa tunateseka kwa miaka mingi, na si kwamba kulikuwa hakuna viongozi, walikuwa wako, lakini walikuwa hawatengenezi chochote. Hata ukipeleka ripoti ya barabara wanaitikia tu na hakuna hatua ambayo itachukuliwa. Lakini Bwana Morris Hinzano tulipomfuata tukamwelezea shida ya barabara, akasikia, akatutengezea barabara mpaka saa hii barabara yetu iko salama. Kitu ambacho sasa kiko ni tunaomba sasa umeme. Kuna leni nyingine ambazo sisi tuko nao, lakini kuna leni nyingine hakuna umeme kabisa, hii Kaliapapo, na imesahulika. Kwa hivyo hilo pia ni ombi, mulisikie na muweze kutusaidia. Tunashukuru uongozi huu na vile ambavyo vinaendelea. Huyu Morris ni baba, naona anafanya kazi nzuri. Tumekaa muda mrefu sana bila barabara kutengenezwa, lakini naona saizi ishapanuliwa vizuri, imetengenezwa na Madunguni. Ombi letu tunaomba kama inawezekana mheshimiwa, organize barabara utuweke mara vizuri, ili hata kama wakati wa mvua kama hizi tunaweza access bila taabu. Kitu kingine, huku kwetu kuna shida ya maji kidogo mheshimiwa. Ukipita huku mtaani utapata kuna pipe zilibwabwa, lakini kuna place zingine hakuja iko mfereji. So kama unaweza organize tusaidie hapo pia tutashukuru zaidi. Kwa majina anaitwa Fatuma Jabu. Mimi twashukuru sana haya maendeleo anayofanya Morris, Mheshimiwa Morris, ilikuwa hatuyaoni. Kaimu hii twayaona, mabarabara ilikuwa hizi ni tope. Vijana wa bodaboda kama mlivyosikia, mabodaboda wasikia furaha kabisa. Hata watamani hiyo kama kuna pesa tena tuwamaliziwe kabisa upande huku, maana uchumi wetu uko upande wa Paziani chini. Sasa sisi twashukuru sana. Na wamama, sisi kazi yetu tuenda kulima huko shamba, twabeba kuni huku chini mashambani. Lakini sasa hatuna ile shida sana kwenda huko kama wakati wa mvua huu, basi yani miguu yetu ya dodomea. Tunatembea vizuri, tunabeba kuni vizuri, mizigo twabeba vizuri, hatuna shida. Twashukuru kwa maendeleo ya Morris. Tunapata basari, twashukuru. Yani hapo mbele ilikuwa ni basari anapata yule labuda aliye yuko vizuri na maisha yake.
Tunamshukuru Morris, tuwapata hata yule maskini ale hana kitu, mtoto wake hivi anashukuru, wanasomesha bila shida. Hata kitapata apata kidogo akiongezea Morris na muongezea basari. Twashukuru kwa maendeleo ya Morris na kushirikiana Amina na Mung'aro wote wa kushirikiana, twaona maendeleo ya Kakulu moja. Hapa maeneo ya Chemchemi, hii ni barabara ya pili kufungua baada ya kuingia katika uongozi sababu ilikuwa ni mahitaji ya wananchi wa Chemchemi kupata barabara, ambapo huko nyuma wale viongozi waliopita walisema kwamba hawezi kufungua barabara maana hakuna kiwanda huko. Lakini kwa vile waliniomba na nikaona ni mahitaji ya barabara yafike huko, maana bila miundo msingi ya barabara hakuna maendeleo yote yanaweza kufika mahali popote. Ndio maana nikawekea pesa mwaka wa kifedha 2023-24. Hii ni barabara ya pili kuifungua, ambapo inaenda mpaka Chemchemi inarudi tena chini mpaka pale kwa Upanga. Na ilibidi niunganishe kule kwa sababu wananchi wangu na wananchi wa mheshimiwa Oscar Gandaward wameshikana. Sasa ikabidi niwafungulie, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tukafungua, na yeye pia mheshimiwa kwa ule ushirikiano, na yeye mwaka huo wa 2024-25 akafanya grading tena na akaweka maram ambayo ni patch maram, lakini ni baadhi ya sehemu pia itaweza kumalizika. Kwa hivyo miaka 10 iliyopita pia kulikuwa na MCA Gandaward, miaka 10 iliyopita kulikuwa na MCA Kakuyuni Ward, lakini hakuweza kuwa na barabara wala kukaa na kuwapatia wananchi wa Chemchemi barabara. Lakini hivi sasa wamepata barabara kwa huo ushirikiano wa viongozi, mimi na mheshimiwa Oscar, wananchi wamepata kufaidika na hii barabara. Kwa hivyo naomba ushirikiano, maana hakuna sehemu inaweza endelea bila miundo msingi ya barabara, na mimi nitahakikisha kwamba barabara inapita hapo na imeshapita, na hata tukiweza ile nyingine tukimaliza ya lami, hata hizi pia zitawekwa lami, maana lazima miundo msingi kibadilika na kuwa na miundo mizuri ya barabara, ndio maendeleo yanaweza kufika katika hiyo sehemu. Kwa hivyo mimi nahakikisha kwamba ndani ya miaka 5 ya uongozi wangu nitahakikisha ile miundo msingi ya wananchi ambao wanaiona kwa kuwa sehemu imeendelea imeonekana. Mimi ni chairman wa hii barabara. Kwa kusema kweli, kazi aliyoifanya huyu mheshimiwa, kazi yake nzuri, maana hapa ilikuwa ni kama msitu, ilikuwa ni msitu si barabara, lakini mambo yaliyotukia ni maajabu, kama vile unavyoingia mahali ambapo ni baya na kufanywa pazuri. Huyu mheshimiwa ndio alivyofanya. Maana hapa ilikuwa ni hii shamba, ilikuwa ni shamba tu, ukipita ni kajiroro tu mpaka hakana msingi popote, lakini sasa hivi kuna barabara na si kwamba ni juzi, toka zamani huku tunalia barabara, lakini alipopata huyu kijana nashukuru tulipata barabara. Tulipata barabara, tulipokujalimwa tuliendelea nayo mpaka mwisho, tukaona mambo ni mazuri. Sasa kuna barabara, na uangalie tokea mzee Kenyatta aje Kibaki mpaka sasa leo ni huyu mheshimiwa Ruto ndio tunapata barabara. Huyu kijana namshukuru kwa kazi yake, maana kazi yake hii ambayo iliendelea mpaka kule si rahisi, sio watu wote wanaweza kufanya hivyo. Huyo si diwani wa kwanza ambaye anaweza aliongoza, lakini sasa huyu ndio alionyesha ukakamavu katika sehemu hii, hata barabara tulipata. Nachukua nafasi hii kwanza kushukuru viongozi ambao wametuonyesha ile ari kabisa ya kutufanyia kazi sisi kama wananchi. Tukilinganisha tangu tuanze hii serikali ya ugatuzi, tuko na miaka 15 hivi sasa. Miaka 10 iliyopita tulikuwa na viongozi mbalimbali, lakini ukweli ni kwamba ugatuzi ulikuja ili kuinua miundo misingi ya kila sehemu katika kaunti yetu ya Kilifi, lakini ilitegemea na wale viongozi. Ukweli ni kwamba tangu serikali ya ugatuzi ianze tumekuwa na viongozi, lakini hawakuwa na nia ya kuwasaidia watu wa Malindi, watu wa Kilifi kwa jumla. Lakini sasa tunashukuru
tangu tulipomchagua MCA wetu Mheshimiwa Morris Dado Hinzano na pia kufanya mabadiliko katika kile kiti cha ugavana, tukamchagua Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro. Kwa kweli kabisa viongozi hawa wametuonyesha ya kwamba serikali ya ugatuzi ilikuwa na umuhimu sana maishani mwa wananchi. Hivi tumeona barabara zikitengezwa, ikiwa hii imetokana na ule ushirikiano hasa wa hawa viongozi. Maana shida hapa ilikuwa ni ushirikiano. Gavana anasema kivyake, MCA anasema kivyake, hawakutani ili kupangia maendeleo watu wao. Lakini tunashukuru Mheshimiwa Gavana wetu wa Kilifi Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro akishirikiana na Mheshimiwa Morris Dado Hinzano ambaye ni mwakilishi wetu wa wodi hii ya Kakuyuni, wameshirikiana, wamepanga, na hata hivyo tunaona maendeleo. Tumepata mradi mkubwa wa lami barabara 2 katika hii wodi ambayo ni jambo la kihistoria, halijaweza kufanyika kabisa hili, na pia kuna barabara zingine 6 ambazo zimeshatolewa. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba baada ya hii miaka 5 hii shida ya barabara huku itakuwa imekwisha kabisa. Itakuwa inaitwa Kitale, basi ni Kitale ambayo ni kweli inafanya kazi. Maana barabara kulikuwa hakuna, wale wanaolima kule chini kusafirisha vitu vyao ilikuwa haiwezekani, lakini kupitia kwa uongozi huu wa viongozi hawa wachapakazi ambao wana huruma, wanaojali watu wao, wametufungulia mabarabara, na baada ya miaka hii 5 tutashuhudia mambo mengine zaidi. Hii ni barabara ya 6 ambayo ndio tumemalizia kukagua, ambapo ni barabara ya kutoka Kabiboni kwenda Kavunyalalo kwa Selemani. Barabara ambayo wananchi waliomba kwa sababu inaunganisha hii barabara kuu inayokwenda Madunguni na Kavunyalalo. Na sasa kuna urahisi kwa mwananchi wa Kavunyalalo kwenda Malindi bila kuzunguka mpaka laini kule. Ama hata akitaka kuzunguka kule pia hiyo ni haki yake. Lakini ana access ya kusafiri kutoka Kavunyalalo hadi Gaji hapa, alafu Gaji kwenda Malindi ama Kakuyuni. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie wananchi wa Kakuyuni kwamba hakuna sehemu yoyote inaweza endelea bila miundo msingi ya barabara. Barabara ikifunguliwa, tunaingia laini ya maji, tunaingia na umeme, ndio maisha ya wananchi yanabadilika. Katika hizo barabara 6 ambazo tumefungua ndani ya miaka 2.5 kutoka niingie katika uongozi. Na pia kuna barabara 2 za lami, ile ya Goshi inaenda Madunguni Kavunyalalo, na ile ya pale Katemereni Mmangani kwenda Mbogolo. Na naamini kabisa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hata hizi barabara ambazo tunafungua huko mbeleni, Mwenyezi Mungu akitushika mkono, hata hizo pia zitakuwa na lami, ili kuhakikisha kwamba hii leo miundo msingi imebadilika, maisha ya wananchi yamebadilika. Na vile ambavyo tunaendelea pia kuchimba visima, utakuwa kuna urahisi mwananchi kuweza kusafirisha vitu vyake ama bidhaa zake kupeleka sokoni, manake hakuna shida ya barabara. Namshukuru sana mheshimiwa wetu Morris Hinzano. Kwa muda huu mfupi tumepata barabara, ametutengenezea barabara nzuri. Sasa hii usafiri wetu tunasafiri kwa urahisi. Mungu ambariki sana mheshimiwa wetu Morris Hinzano. Tunamwombea aendelee na uchaguzi ujao tena achaguliwe, tunamtaka kwa miaka 10. Mungu ambariki sana na amsaidie. Tunamshukuru sana mheshimiwa Morris Hinzano kwa utekelezaji mzuri kwa kutengeneza barabara yetu hii. Tunashukuru sana kwa sababu amefanya usafiri wetu kuwa mzuri na wa haraka. Japo tungeomba pia uweze kuwekwa mara ndio kuwe mzuri zaidi. Tunamshukuru mheshimiwa na Mungu azidi kumbariki kwa sababu usafiri wetu umekuwa mzuri na wa haraka sana. Nataka kumshukuru sana mheshimiwa Morris Dado Hinzano kwa kazi nzuri anayoifanya ya kimaendeleo katika
wodi yetu hii ya Kakuyuni akishirikiana na viongozi wote akiwemo Mheshimiwa Gavana wetu wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro na wote ambao wametusababishia kwamba miundo misingi ya kibarabara katika eneo letu hili la Kakuyuni imeweza kufanikiwa. Sasa watu wanaweza safirisha vitu vyao vizuri, wanaweza safiri vizuri. Huku tunashukuru, tunaombea Mungu aweze kuwazidishia, awape muda mrefu wa maisha, awaongezee muda wa uongozi ili mambo kama haya tuendelee kuyahesabu na kuyaona yakitendeka katika wodi yetu ya Kakuyuni. Kama vile wananchi wa Kakuyuni wodi walivyozungumza, it's a clear testimony kuwa uongozi wa Mheshimiwa Morris Dadu Nzano unawapendeza. Ameweza kufungua barabara 6 kwa muda wa miaka 2 ili kuhakikisha wananchi wanapata access ya haraka kwenda kutoa vyombo vyao nafaka kutoka kwa mashamba kwenda Malindi. Ninachosema ni kuwa tutaendelea kushirikiana na yeye, tutaendelea kushirikiana na serikali ya kaunti kuhakikisha kuwa maisha ya mwananchi wa kawaida hayatatiziki na yanakuwa maisha mazuri. Leo tumezungukia barabara zote 6 ambazo Mheshimiwa Morris Nzano aliweza kuzizindua, na hakika kweli kabisa katika wodi yetu ya Kakuyuni mambo haya hayakuwepo hapo nyumani, na leo hii tumeweza kuyapata baada tu ya kumchagua Mheshimiwa Morris Nzano. Mambo haya ya barabara mpya katika wodi yetu imeweza kuleta mabadiliko makubwa, na sisi sote kama wakazi wa Kakuyuni tumefurahikia uongozi wake, na bado tuko nyuma yake, tukumwombea Mungu ya kwamba akaweze kupata nguvu za kuweza kumaliza barabara zile ambazo hazikuweza kumalizwa, na mambo mengi ambayo ameyapanga, ambayo amekaa na wakazi wa Kakuyuni wakampendekezea ya kwamba akaweze kuleta maendeleo. Kuna vitu vingi ambavyo wakazi wa Kakuyuni wamevihitaji. Madam ameanza na barabara, mahala amefika, tunaamini ya kwamba hata yale mengine ambayo ni mapendekezo ya wananchi yataweza kukamilika. Katika uongozi wake tumeona kuna mabadiliko makubwa, manake ameweza kuhusisha viongozi wote. Ameshirikiana na Gavana Gideon Mung'aro, ameshirikiana na mbunge, ameshirikiana na viongozi wenzake katika ahadi zile ambazo amefanya nao katika wodi yetu. Tumemwona ni mtu ambaye amechangamana na watu wengi, na hii ndio posa tumeweza kuona mabadiliko ya kasi sana kwa muda mfupi. Nyumani hatukuweza kuwa na uongozi kama huu wa kushirikisha viongozi mbalimbali, lakini katika uongozi wake ameleta uwiano mzuri, ameleta uongozi wa mheshimiwa mbunge. Tumeona mambo mengi anayoshirikishana na wenzake wote. Kwa hiyo nataka kusema ya kwamba Mheshimiwa Morris, katika mipango yako na katika hali halisi ya viongozi mbalimbali, hata tumeona ushirikiano wa assistant chiefs na machifu wote wa wodi yetu ya Kakuyuni umewaleta karibu, na hii ndio maana tunakushukuru kwa sababu katika vitengo vyote umevileta mahali pamoja. Tunakuombea na hata zaidi unapoenda katika bunge la kaunti, endelea kutupigania, manake kuna vitu vingi ambavyo ni vyetu hatukuweza kuvipata hapo nyumani, na sasa hivi tunaviona. Mheshimiwa Morris, pongezi, na uendelee kupigania wananchi wa Kakuyuni, na vile ambavyo umesimama katika bunge la kaunti kuongelea masuala ya visima ambavyo ulivianza havikuweza kumalizwa, na ukaongea kwamba wale contractors wakaweze kumaliziwa pesa ili wamalize vile visima. Tunakushukuru kwa sababu kwa hakika unatuwakilisha kama tulivyokutuma, unasimama kidete na kutupigania. Na zaidi ya yote, kilimo mheshimiwa umekizingatia, na ndio maana visima unahimiza contractors wamalizwe pesa ili wakaweze kumaliza visima ambavyo vilikuwa havikuweza kumalizwa. Pongezi sana kwa kazi nzuri, na hatimaye tunasema ya kwamba zuia katika kitengo hichi cha muundo msingi wa barabara, maana hizi barabara zinapomalizwa vizuri, kuwekwa maramu na kuwekwa lami, itatuwezesha sisi tukilima mashambani, tutakuwa tunaweza kusafirisha mali zetu na kupeleka katika masoko makubwa, ili kwamba wakazi wa Kakuyuni wakaweze kunufaika kama walivyokuwa na malengo ya kubadilisha uongozi uliopo sahihi ni mzuri kuliko kule tulikotoka. Mungu wa mbinguni atubariki sote, na kiongozi wewe, Mungu akujalizie neema na uwe na kibali
mbele ili tukaweza kunufaika kama wakazi wa Kakuyuni.